masuala ya kiufundi wanatakiwa wajibu coaches. Kazi yetu sisi, sio kazi yangu, yetu, napenda kutumia yetu sisi, ni kuhakikisha hamasa inakuwa kubwa. Wachezaji wakishaona hii amsha, ule upiganaji wao ndani ya uwanja unaongezeka maradufu. Wakiona washabiki pale 60,000, hamasa inakuwa kubwa sana kwao ndani ya uwanja. Mimi nakumbuka kuna mechi wakati ule ilikuwa Simba. Siwezi tena, siwezi kuita ile jina langu la utani. Sasa tumecheza na Nkana wakati ule, Nkana the Devils. Mpaka half time nadhani ilikuwa 1-1, kitu kama hivi. Ilikuwa 1-1, 2-1, yes. Tunahitaji goli hili. Sheria haziruhusu mtu ambaye sio technical kuingia changing room. Lakini wakati mwingine ile spirit niliyokuwa nayo nilivunja sheria. Nakumbuka Kamisawa alikuwa Mganda, akaandika kabisa kunilalamikia kwa CAF kwamba nimeingia changing room. Unajua nenda kuambia ni wachezaji, mnaona washabiki, kocha ameongea, afu nikamwambia mnaona washabiki wako ngapi? 60,000. Hawa wataondokaje kama msipopata goli la 3? Mnajua athari yake. Nikawazungumzia, sio kuzungumza mambo technical, nimekukumbusha kuna watu 60,000 hapa wanataka goli moja tu waende group stage. Wanataka goli hili, ile inaongezea spirit. Nakumbuka Chama akanambia, brother, kakae jukwani tunapata goli. Kakae. Mimi kwa kitete changu sikukaa jukwani, nikatoka nikachukua gari huo nikawa nazunguka tu mitaa ya pale Benjamin Mkapa, nazunguka. Goli la 3 nakutana na Madi mlangoni. Maana nimesikia kelele kwa sababu nirudi. Nakutana Madina anatoka. Sasa Madina najua ni Yanga. Kwa hiyo nikasema huyu anatoka huyu. Basi nikaingia ndani, chuma cha wamepata. Kwa hiyo kuna wakati nguvu ya washabiki kwenye mpira inaongezea fighting spirit wachezaji wanaokuwa uwanjani. Yaani usione wenzetu wana invest sana siku hizi. Wasema toka lini timu zikawa na wasemaji? Toka lini kuna kamati ya hamasa? Tuna mazingira tofauti. Na watu wanaosema hivyo hawajui. Kila nchi na staili yake ya kuhamasisha. Mimi nimehudhuria AFCON nyingi, nimehudhuria World Cup, nimekwenda mashindano makubwa. Kila mahali matangazo yanakuja ya kuhamasisha. Watu wanunue tickets. Leo hamwezi kujua tickets za finali ya kesho PSG na Arsenal zimeisha wiki 3 nyuma. Sio kwamba watu walienda kununua, kuna watu walipromote hiyo kazi. Na ndio kazi tunataka kufanya. Ni promotion. Msikati tamaa, timu ikifungwa, kwa sababu hatuwezi kushinda milele. Hatuwezi. Lakini sisi sio kisiwa kwamba tutakuwa tunafungwa tu. Sasa it's our time kuprove kwamba tuna talents, tumewekeza hela. Kuna hela nyingi imewekwa. Unajua mimi nimekaa kwenye mpira muda mrefu. Mimi sijawahi kuona ndege ya serikali inachukua klabu ya mpira inapeleka, inachukua timu ya taifa. Ndege ya serikali. Rais anaidhinisha. Haijawahi, hajafanya rais yoyote. Kuna investment, passion ipo kutoka kwa head of state. Kuitwa Ikulu sasa hivi ni kitu cha kawaida tu. Mpaka siku moja nimeona Mkenge Ikulu na Musuni, naye kavamia shughuli ya timu ya taifa, kaja kula ubwabwa wa Ikulu. Maana yake ni kwamba kuna passion, kuna political will ya rais kwenye jambo hili. Hala tumuunge mkono. Angalia viwanja yanayojengwa. Unajua gharama ya kuandaa AFCON? Unajua gharama ya kuandaa AFCON? Bila political will ya head of state tungeandaa. Sio kitu cha mchezo.
Alafu wenzetu, waandaaji wenzetu, miji yao ni mmoja, Nairobi na Kampala. Sisi tuna Arusha, tuna Zanzibar, tuna Dar es Salaam. Wenzetu wanaandaa Nairobi na Kampala. Sisi tuna Arusha, tuna Zanzibar, tuna Dar es Salaam. Pato litakaloingia kutoka watu watakaojazana hapa Dar es Salaam, yara utana hii itakuwa, ukiwauliza hapa management waweza kuambia ishachukuliwa hii na timu za taifa. Waulizeni hawa, watakwambia ishachukuliwa. Nenda hizo hoteli nyingine kubwa. Dar es Salaam tuna bahati. Niliwaambia wenzangu juzi kwenye baraza madiwani, tuna 5-star hotel hazipungui 5 hapa. Tuna ukumbi wa kimataifa mkubwa wa mikutano. Tunaweza tukafanya conference tourism wakati wa AFCON. CAF wakafanya mikutano yao hapa mikubwa, FIFA wakafanya hapa. Tukaalika makampuni makubwa ama mataasisi makubwa, WTO na nini. Tourism sio it's all about kutembelea mbuga za wanyama tu. Kuna sports tourism, kuna conference tourism. Tunatumia hii AFCON kutangaza nchi. Ndio maana nilikasirika sana kuona watu wanadhihaki ujio wa Rio Ferdinand. Nilikuwa kama mbogo hivi pale studio. Rio Ferdinand ni kitu kingine. Top defender. Most expensive defender in the world. Alikuwa. Leo unakaa Mswahili unamdhihaki. Akasema hapana. Yule tendo la kuja tu. Kuna watu watamuulizia mastaa wenzie, bwana Tanzania ikoje? Ataelezea vivutio tulivyonavyo. Ataelezea fursa tulizonazo. Atataja Tanzania kwa mema. Lakini yule ana connection. Kuchukua watoto hapa wenye talents kuwapeleka kwenye maakademi makubwa ni rahisi. Sasa wanapokuja hawa, tuungane. Tusimwangalie hii kafanya Makonda, atuangalie kafanya kwa niaba ya nini? Hajafanya kwa niaba ya familia yake. Kafanya kwa niaba ya nchi. Didier Drogba. Na bado wengine watakuja tu. Ninapomjua Mheshimiwa Makonda, kuna siku Ronaldo kweli atatua. Na mimi ndio siku hiyo ndio nitakaponda. Sinafugaga viatu vya miguu watu. Sasa siku hiyo nalamba. Wewe Ronaldo aje hapa? Mimi sijiteua kwanza. Kama nilivyowaambia, nimepigiwa simu. Lakini nafasi nyingine mimi niligombea udiwani. Haki ya Mtanzania kuchagua na kuchaguliwa. Bahati mbaya watu wanatumia sana haki ya kuchaguliwa tu. Haki ya kuchagua lakini hawataki kuchaguliwa. Mimi nilijitokeza nikaomba. Wenzangu kwenye halmashauri ya jiji wakataka niwe mwenyekiti wa kamati ya mpango miji na mazingira ya jiji la Dar es Salaam. Diamond akaniomba, njoo bwana tu wakati na kuja nyua safi. Njoo shirikiana ndugu zako kwenye jana na leo tu. Na Diamond najua mimi na yeye ni blood. Sio wa jana wa leo. Siwezi kumkatalia rafiki yangu. Lakini namiliki Manara TV. Lakini watu wengi hawajui mimi nalima sana. Unajua hao wachache rafiki zangu kila mke yetu. Hiyo ndo kazi mama inanipatia kipato cha kuendesha maisha yangu. Mimi mkulima. Sio mkulima mdogo, mkulima hasa. Nalima. Ukiniona nimeenda siyo kutembea wapi nini tikiti ile. Sasa watu wengi, vijana wengi wa Kitanzania akishaajiriwa, wao kazi wapi? Bas inatosha. Wengi wako mko hivi. Mkenge kwa wapi? Basi inatosha. Hamjishughulishi na kujipatia kipato. Wenzetu nchi zilizoendelea, mtu anatoka kazi anafanya Vodacom, baadaye anakwenda benki, baadaye anakwenda kubeba mataka, baadaye anakwenda kubeba maboksi. Ndio mimi nimeamua kufanya hivyo. Mimi nitafutia riziki ya halali. Sasa ni bora niwe na kazi 5 za halali au shughuli 5 za halali kuliko kuwa na shughuli moja ya ujambazi. Sasa swala la kwamba vijana walalamika sasa unajua Mungu wakati mwingine ndugu zangu bwana,
wanasema mpaka Kombolela. Sasa tafanyaje? Wenzio wanakuona unafaa kwenye jambo fulani, nafasi unayo, mpaka Kombolela imetajwa. Nimeona kuna mtu kaorodhesha kazi zangu zote, akaandika na mabalozi ya makampuni kibao. Sasa sio mimi ninaoamua riziki, ni Mungu anaamua. Wenzio wanakuona unastahili katika hili. Niwaombe tu vijana kwa hili swali lake, tusiridhike, pata kazi. Nilimsikia siku moja waziri wangu Mwana FA alisema vizuri sana, hamkuelewa. Alisema wakati anafanya kazi kwenye benki fulani, mabosi wake hawakuwa wanajua kama msanii. Siku moja bosi wake akasikia kwenye radio nyimbo, akamwita, bwana wewe, kumbe wewe ni msanii. Nafikia kwenye benki na mambo yake na principles zake. Mwana FA kaja kibarua kishotaka, akaambia hii msifanye ndio ninachokitaka, na kama una kazi nyingine unaweza kuifanya ili mradi siharibu kazi yako, fanya. Mimi pale kwenye udiwani every single day lazima ende Kariakoo nijue kitu gani kinaendelea. Kwenye full council ya jiji sijawahi kukosa kikao hata kimoja, la kwanza mimi. Tafuta mkurugenzi atakwambia mtu anayeongoza kwa kuwahi kwenye vikao atakwambia Haji. Wasafi toka nimeanza sijawahi kuchelewa hata siku moja. Manara TV, yani mimi kila kitu. Ukiona nimekubali kazi, ujue nishajigawanya. Kama una kazi nyingine unadhani Haji anastahili nipe, sikatai. Wala sioni haya, ili mradi riski iende kinywani. Sawa? Haya, swali la mwisho jamani.